Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa mchakato wa mabadiliko ya katiba mpya ya Tanzania utafanyika katika kipindi cha uongozi wake. Mwandishi wetu George Marato anayo taarifa zaidi kutoka bungeni Dodoma. Rais Samia ametangaza uamuzi huo jijini Dodoma wakati akihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku akielezea uamuzi wa serikali katika kuundwa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iliundwa kwa sheria yake yenyewe ili kujibu Tulifanya hivyo ili kujibu rai ya muda mrefu ya wadau wa kisiasa nchini. Miongoni mwa maboresho kwenye sheria ya uchaguzi yalikuwa ni kuongeza takwa la kila mgombea kupigiwa kura hata akiwa mgombea pekee. Hatua ambayo inafuta kichojulikana kama mgombea kupita bila kupingwa. Vile vile utungaji wa kanuni za uendeshaji wa uchaguzi ulifanyika, na serikali imeendelea kuimarisha uendeshaji wa shughuli za vyama vya siasa nchini, ambao hadi Juni 2025 serikali imetoa ruzuku shilingi bilioni 87.87 kwa vyama vinavyostahili kupata ruzuku. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, asasi za kiraia nazo zimekuwa huru kufanya shughuli zao, ikiwa ni pamoja na kukutana na kuishawishi serikali, ambapo mapendekezo yao mengi yamepokelewa na kufanyiwa kazi. Kwa kuwa swala la katiba ni pendekezo la muda mrefu la Tume ya Maridhiano, kwa msingi huo mchakato wa katiba mpya ni miongoni mwa ahadi ambazo zinaonekana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Hivyo ni kusema kwamba shughuli ya kuanza kufanya katiba mpya itatekelezwa katika kipindi kijacho cha miaka 5. Kuhusu deni la taifa, Mheshimiwa Rais amesema hadi kufikia Mei 2025 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 107.7. Kati ya deni hilo, deni la nje ni shilingi trilioni 72.94 na deni la ndani ni shilingi trilioni 34.76. Kuongezeka kwa deni la serikali kumetokana na sababu mbalimbali. Mojawapo ni kupokelewa kwa fedha za mikopo mipya na ya zamani ambayo mikataba yake iliingiwa tangu serikali za awamu ya nyuma kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni vyema tukafahamu kuwa mkopo unaweza kusainiwa leo, lakini fedha husika zikaanza kupokelewa baada ya maandalizi ya mradi kukamilika na mradi kuanza. Hivyo ili liwe deni au mkopo huo uingie kwenye deni la serikali, ni lazima serikali iwe imepokea fedha hizo, huduma au vifaa tulivyokubaliana. Hivyo ni vyema wananchi wakaelewa kuwa katika awamu ya 6 pamoja na kusaini mikopo mipya, lakini pia tumeendelea kupokea fedha za mikopo ambayo ilisainiwa katika vipindi tofauti na kuongeza kiasi cha deni la serikali. Kwa mfano, awamu ya 6 imepokea kiasi cha shilingi trilioni 11.3 ikiwa ni mikopo iliyosainiwa na awamu zilizopita. Sababu nyingine ongezeko la deni la nje ni kuimarika kwa dola ya Marekani dhidi ya shilingi ya Tanzania. Kwa mfano, mwezi Machi 2021, kiwango cha kubadilisha shilingi ya Tanzania dhidi ya dola za Marekani kilikuwa shilingi 2298.5, wakati mwezi Machi mwaka huu 25 kiwango hicho kilikuwa 2650. Hivyo endapo deni la serikali litatajwa kwa shilingi za Tanzania, ni lazima lionekane limeongezeka. Mathalan, kwa sasa deni limeongezeka kwa zaidi ya shilingi trilioni 3.9 kutokana na exchange rate. Hatua hii ya kushuka kwa thamani kwa shilingi dhidi ya dola ya Marekani
isichukuliwe kama ni hatua hasi, bali ilikuwa ni hatua muhimu ya kukabiliana na mtikisiko wa uchumi wa dunia. Hata hivyo, Rais Samia amevipongeza vyombo vya dola kwa kuendelea kutekeleza kikamilifu majukumu yake, huku akisema jeshi la polisi nchini linafanya kazi kubwa. Hivyo ameelekeza pia kupambana vitendo vya ajali za barabarani na matukio ya watu kupotea. Pongezi nyingi kwa jeshi la polisi kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. Hatuna budi kutambua kwamba uhalifu unaozuiliwa kwa jitihada za jeshi la polisi ni mkubwa kuliko unaofanyika. Kasi ya kuwabaini na kuwakamata wahalifu na kuwafikisha mahakamani imeongezeka, jambo ambalo bado hatujafanikiwa vya kutosha ni ajali za barabarani. Lazima nazo tuendelee kuzitafutia mwarobaini wake. Aidha, nalielekeza jeshi la polisi kuongeza jitihada katika kukomesha matukio ya watu kupotea. Katika hotuba hii ya kuhitimisha shughuli za bunge la 12, Rais Samia amempongeza Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Vile vile namshukuru na kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Asante. Namshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hekima, unyenyekevu na uchapakazi mzuri. Aidha, namshukuru Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu, namshukuru kwa kumsaidia Waziri Mkuu na kwa usimamizi wake katika sekta ya nishati. Imani na Samia, Samia kweli 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 kweli, Samia rais wetu kweli 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 kweli. Kutoka hapa katika lango kuu la bunge jijini Dodoma, mimi ni George Marato wa GMTV.